Haleluya. Kwa hiyo hayo ndio tutakayofanya, tutajifunza huku, tutakuwa tunamwomba Mungu. Bwana asifiwe sana. Leo ni meza ya Bwana. Tutakwenda kushiriki meza ya Bwana. Meza ya Bwana tusome katika Mathayo 26. Mathayo 26 ni moja ya vitu vinaitwa, watu wengine wanaita religion rituals, spiritual rituals, lakini ni kama matendo ya imani ya kiroho yanayoashiria kuna connection kati ya watu waliopo katika mwili na viumbe vya rohoni. Rituals, kuna mahusiano kati ya watu wa mwilini kama hivi ambao tuna mwili, lakini na pia na viumbe vya rohoni ambavyo sasa viumbe vya rohoni ni Mungu na malaika. Kuna viumbe vya rohoni ambavyo hatuvioni, lakini kuna connection ya jinsi hiyo. Sasa katika Mathayo 26 mstari wa 26 pia Bwana Yesu alisema hivi. Tasoma tu, sitaki mchelewe, sitaki nichukue muda. Na walipokuwa wakila, Yesu alitoa nini? Mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio nini? Ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Nao walipokwisha kuimba, wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Hapo ndipo na Yesu pia aliimba. Haleluya. Yesu kumbe alikuwa anaimba Bwana. Alipokwisha kuimba, wakaenda mlimani. Haya, tuende katika Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura 11. Mstari wa 23. Sasa ngoja nikuambie kitu kimoja hapa ili uelewe vizuri. Katika hii Wakorinto wa kwanza sura 11 mstari wa 23. Paulo anasema hivi: kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila muulapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki, mwatangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Nisikilize vizuri kidogo tu kwa dakika chache. Paulo wakati Yesu anakufa alikuwa ni kijana mdogo sana. Kwa hiyo hajui chochote kuhusu meza ya Bwana. Wakati ule yeye ndio alikuwa ni Farisayo kweli kweli, na amejifunza ufarisayo tangu akiwa mtoto mdogo, na alikuwa kwenye chuo cha mtu mmoja anaitwa Gamalieli cha kujifunza ufarisayo. Kumbukumbu la Torati lilikuwa kichwani mwake. Agano la kale lote lilikuwa vizuri mno kwa Paulo. Kwa hiyo hata siku ile alipokutana na Yesu pale barabarani anapoenda Dameski, hakuwahi kwenda kwa mtu yeyote kwenda kufundishwa habari za meza ya Bwana wala kushuhudiwa. Hakwenda Bible school yoyote kwenda kufundishwa Bwana huwa kuna meza ya Bwana. Hakuwahi kwenda. Ndio maana hapa anasema kwamba kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu siku ile aliyotolewa alitoa mkate. Siku ile yeye hakuwepo. Yesu amekufa, kanisa likaendelea, baadaye akaanza kuwaua wanafunzi wa Yesu, Paulo huyu. Lakini alipata wapi?
aliambiwa katika ufunuo. Ukisoma katika Wagalatia, samahani kidogo, nataka tuelewe hiyo. Katika Wagalatia ile sura ya kwanza mstari wa 11 anasema hivi: kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri na wajulisha kuwa sio ya namna ya kibinadamu, kwa kuwa sikuipokea kwa wanadamu, wala sikufundishwa na mwanadamu. Paulo hakuenda Bible school akafundishwa haya yote aliyoandika. Alifundishwa na Bwana mwenyewe, bali kwa ufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiria na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu, kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu, wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba nililiudhi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Nami niliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi waliohirimu zangu katika kabila yangu, nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake, alipoona vyema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu, ili niwahubiri mataifa habari zake. Mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu, wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume, wala kuendaga kwa kina Petro waliokuwa mitume kabla yangu, bali nalikwenda zangu Arabuni, kisha nikarudi tena Dameski. Unaona, Paulo hakwenda chuo chochote wala kwa viongozi wowote ambao walikuwa wameshatangulia kumpokea Yesu. Anaposema Arabuni ni hii Arabuni ya kawaida. Kipindi kile ilikuwa bado Mungu anahubiriwa tu. Uislamu ulianza mwaka 600 AD. Siku baadaye sana, juzi tu hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo labda uelewe, alienda Arabuni kufanya labda kujifunza Qur'ani? Hapana, huko hayupo. Bwana asifiwe sana. Kama unasoma historia vizuri zaidi, nenda kasome Islamic religion ilianza lini, ndio utajua. Muhammad alizaliwa nini? Mwaka 570 sijui AD. AD ni Anno Domini, yani baada ya Kristo kuzaliwa. Yeye alienda tu, kipindi kile ndio Yesu alikuwa ameshahubiri. Hao mitume ndio walikuwa wametumwa kwenda nchi mbalimbali. Sasa kwa maneno mengine, Paulo haya anayoyazungumza hapa ni ufunuo. Sasa Bwana akamhimiza tena. Kumbe Bwana, meza ya Bwana ni kitu cha muhimu kuliko tunavyofikiria sisi. Kabisa. Ni kitu cha muhimu sana. Tunapopokea sakramenti takatifu kwa jina hilo la kawaida, meza ya Bwana, ijapoka katika dini zetu kule tunaitwa sakramenti takatifu, lakini meza ya Bwana ni jambo unaliona ni la kidini, lakini rohoni lina connection ya hali ya juu sana kati ya wewe na Mungu. Unakumbuka kifo cha Yesu Kristo. Alikufa kwa sababu gani? Damu yake ilimwagika ili mimi niweze kuokolewa. Bwana asifiwe sana. Damu yake ina thamani kubwa mno kuliko damu za wanyama. Damu yake inakukinga, ikikufunika imekufunika. Kuna mtu mmoja akasema kwamba unajua, watu hawajui, wachawi ndio wanajua. Mtu ambaye anashiriki meza mara kwa mara, kumuingilia ni kazi kubwa sana. Umefunikwa na damu. Damu ya Yesu sio mchezo. Damu ya Yesu ilimwagika Calvary, sio mchezo. Ina uwezo wa kusafisha kila mtu duniani. Ina uwezo wa kumfunika kila mtu duniani. Mamlaka za giza zikachanganyikiwa, zikashangaa. Inamtakasa mtu. Inambadilisha mtu kutoka katika tabia zake ngumu, anamleta katika tabia ya kimungu. Sio kitu cha mchezo. Unasafishwa tabia mbaya ambazo ulikuwa nazo, paka unaonekana sasa ni mtu mwema, mtu mzuri. Sio kitu cha mchezo. Tofauti na vifaa vingine vyovyote vile ambavyo vinaweza kutumika kwa ajili ya kusafishia mtu. Sabuni, marashi, sijui madodoki, hakuna kitu huko. Ina reaction kubwa mno.
inampiga hata adui mwenyewe ambaye ameshikilia watu kule. Damu ya Yesu, kama mtu akikubali, shetani anamtema yule mtu, maana ina nguvu kubwa, ina kemiko kali mno ya kuondoa kila dhambi ndani ya mtu. Haleluya! Kwa hiyo tunapofanya tendo hili ni kujikumbusha kwa imani. Fanyeni hivi kwa ukumbusho kwamba bado ninamkubali Kristo aliyemwaga msalabani damu yake. Na unapoipokea ile damu, unapokea kwa imani. Labda siku Mungu akija kujalia tutajifunza zaidi hivyo. Unapokea kwa imani. Ndio maana wengine wanapopokea kwa imani wanapona hata magonjwa yao hapa. Wanapopokea ushirika mtakatifu, hata shida zingine katika miili yao zinaondoka. Maana kwa kupigwa kwake tumeponywa. Alipopigwa damu zilimwagika, si ndio? Pigwa damu inamwagika, wekewa miba damu inamwagika. Na kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa magonjwa yetu. Kwa hiyo mtu anapopokea damu ya Yesu Kristo hii, ambayo ni tukio ambalo la kufanyika mara kwa mara, inatukumbusha mbali. Haya, tusome kwenye Kutoka sura ya 14, sura ya 24. Tasoma haraka kidogo, kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 8. Kisha Bwana akamwambia Musa, kweni wewe na Haruni na Nadabu na Abihu, watu 70 na wazee wa Israeli, mkamfikirie Bwana, mkamsujudie kwa mbali, na Musa peke yake ndiye atakayekaribia karibu na Bwana. Lakini hao hawatakaribia karibu, wala hao watu hawatakwea pamoja naye. Musa akaenda akawaambia watu maneno yote ya Bwana na hukumu zake zote. Watu wote wakajibu kwa sauti moja, wakasema, maneno yote aliyonena Bwana tutayatenda. Basi Musa akayaandika maneno yote ya Bwana, akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya mlima na nguzo 12 kwa hesabu ya kabila ya 12 la Israeli. Akapeleka vijana wa wana wa Israeli waliotoa sadaka za kuteketezwa, wakamchinjia Bwana sadaka za amani za ng'ombe. Musa akatoa nusu ya ile damu akaitoa. Musa akatoa nusu ya ile damu akaitia katika mabakuli, na nusu ya ile damu akainyunyuzia juu ya madhabahu. Kisha akakitoa kitabu cha agano akakisoma masikioni mwao. Watu wakasema, haya yote aliyonena Bwana tutayatenda, nasi tutatii. Musa akaitoa ile damu akawanyunyizia watu, akasema, hii ndiyo damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno hayo mangapi? Yote. Hii ndiyo damu ya agano. Damu za ng'ombe hapo, damu ya agano. Na watu wakadeclare kwamba tutatii. Akawanyunyizia watu damu ya ng'ombe, lakini imechinjwa kwa ajili ya Bwana, na watu wakakiri kwamba watatii. Sembuse wa ya Yesu ya mwana kondoo asiye na ila. Maanake ni kwamba tunapopokea mwili wa Kristo na damu ya Yesu Kristo, tunatakiwa tunyenyekee sana kama Kristo alivyonyenyekea. Bwana asifiwe sana. Sasa hii ni damu ya agano jipya. Tunafanya hivi kwa ukumbusho, ni damu ya agano jipya, sio agano la kale. Muda wa kufundisha hayo hautoshi, isipokuwa tu tunakwenda kushiriki meza ya Bwana. Sasa kama unakwenda kushiriki meza ya Bwana, ninakuomba tu hivi, kwa mujibu wa maandiko yalipo katika Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Kama wewe ni mtu wa dhambi, yani kama ni mtu ambaye umezoelea dhambi na hutaki kutubu, hutaki kabisa kutubu, yani dhambi ndio burudani yako, yani unaona haya ndio mtindo wa maisha, yani dhambi ndio mtindo wako wa maisha, na hutaki kutubu, ninakushauri tu usishiriki meza ya Bwana. Ninakushauri. Nafanya nini wapendwa? Nakushauri tu ushiriki nini? Usishiriki nini? Meza ya Bwana. Kama yani huko tu umekuja tu, anyway naenda kusali kama kawaida, lakini mimi ninaishi tu dhambini, yani sina haja ya kutubu Bwana.
bado siku yangu ya kuokoka, labda ninakushauri tu usishiriki meza ya Bwana. Lakini kama ni mtu wa Mungu, unapambana na mambo, yani unampenda Mungu, lakini wakati mwingine unashangaa unashindwa kusimama, unaanguka, unasema Mungu nisaidie. Yani maanguko hayo ni ya kwako wewe, unayajua wewe, watu wengine hawaoni, wanaona tu uko wapi? Kanisani. Wala usijali, hiyo inaonekana ni jitihada. Unampenda Mungu, shiriki meza ya Bwana. Inawezekana hiyo damu ikasafisha kila kitu kikaondoka. Mnanielewa ninavyozungumza? Kama unatamani na huwa unababaika sana ukifanya dhambi yote ile, Mungu Baba nisamehe, kwa nini nimekuwa hiki, mbona Mungu Baba, unapiga magoti, unaomba msamaha, unaomba msamaha, wakati mwingine unarudia tena, sio ridha yako, lakini unarudia tena. Usiogope, Bwana anaweza kukusaidia leo. Unakunywa, unakula mwili wa Yesu Kristo, unapokea damu ya Yesu Kristo, Bwana atakutetea hapo. Kama inaweza kuuponya watu magonjwa, je, kile ambacho kwayo imeletwa duniani kusafisha dhambi, basi hapo ndio dhambi itakuwa, Mungu atakutetea. Lakini kama wewe ni mwenye dhambi tu na huna habari, na kushauri tu usishiriki. Utakaposhiriki itakuwa sio vizuri. Bwana asifiwe sana. Sio vizuri kwa sababu gani? Imeandikwa hivi katika wa Korinto hiyo wa kwanza sura 11, sura 11 mstari ule wa 27. Wa Korinto wa kwanza 11:27, kwamba basi kila afanyaye nini? Aulaye mkate huo na kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya nani? Ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokuupambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, yani wagonjwa, na watu kadha wa kadha wamelala, yani wamekufa. Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu, tusingehukumiwa, ila tuhukumiwapo twarudiwa na Bwana, isije katupasa adhabu pamoja na dunia. Kwa hiyo ndugu zangu, mkutanikapo mpate kula, mngojaneni. Mtu akiwa na njaa na ale nyumbani kwake, msipate kukutanika kwa hukumu, na hayo yaliyosalia ni japo nitayatengeneza. Nafikiri umeelewa paka hapo, si ndio? Hata sina haja ya kutafsiri sana hapo. Kwa hiyo kama wewe ni mtu ambaye hata sahihi unaona dhambi bado ni burudani yako, bado ni faida, ina faida fulani, na huna mpango wa kutubu na kuacha, usishiriki. Na sikufukuzi kanisani, ila usishiriki. Lakini kama unapambana, wakati mwingine unaanguka, wewe mwenyewe unajua umeanguka, na unatubu na mlilia Mungu, nisamehe Mungu wangu nisaidie, shiriki. Na kama huna shida yoyote, huna hatia yoyote ndani ya moyo wako, shiriki, maana uko vizuri, unaendelea kukumbuka. Nafikiri mnanielewa. Bwana asifiwe sana. Sasa ninaomba wazee wa kanisa tuje hapa kwa ajili ya kuhudumu hii meza ya Bwana. Nafikiri haya maelezo yanajitosheleza tu. Zamani kwa tunasema kwamba wale waliotengwa miezi 6 wasishiriki. Hapana. Wewe hata kama umefanya dhambi, yani kama ni hivi, wewe tubu, wewe na Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Labda Mungu atakusaidia. Naomba mfungue hii. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya
mkate huu ambao umeita ni mwili wako, pamoja na divai hii ambao umeita ni damu yako, nasi tunakwenda kuipokea kwa imani ya kwamba tunapokea mwili wako ambao uliutoa msalabani kwa ajili yetu Jehova. Maana ulipigwa, ukavuja damu, ukachomwa mkuki, ukauawa kwa ajili yetu na damu ikamwagika. Mwili uliteswa ili sisi tuweze kupona magonjwa yetu, na damu ilimwagika ili tuweze kusafishwa mioyo yetu na dhambi zetu. Baba, naweka mkate huu mikononi mwako na kikombe hiki mikononi mwako. Utie nguvu kwa jinsi ya imani ndani ya kila mmoja anayekwenda kupokea, ili muujiza utendeka katika mwili wake na katika moyo wake. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba, amen. Ninaomba watu wengine waongezeke mashemasi, baadhi hapa labda wengine wachukue mkate. Shikilia tu, ukipewa shikilia kwanza, usile, tutakula pamoja, maana Biblia inasema kwamba tungojane. Chukua mkate wako kwa imani, utaushikilia. Waimbaji njooni hapa tuimbe wimbo damu imebubujika. Pewa shikilia kwanza, baadaye nitawaambia tule wote, tutakula kwa pamoja. Damu imebubujika ya Imanueli, wenye usafi wa kweli, usafi wa kweli, usafi wa kweli, wakioga wenye taka usafi wa kweli, ilimpa kushukuru karivi mautini, nami nisiyeudhuru, yani safi ndani, safi ndani, safi ndani, nami nisiye. Kama hujapata mkate, inua mkono wako, wahudumu wakupatie. Ndani utimilifu
Haleluya. Basi na kwenda kutamka maneno haya, tutakwenda kupokea wote kwa pamoja. Na akiisha kushukuru akaumega mkate akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo sasa kila mmoja anaweza kula kwa imani kabisa, ni mwili wa Kristo, kwa imani, kwa ajili ya kukumbuka kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Kila mtu aweze kupokea kwa imani, na naamini kupitia mwili wake, kwa kupigwa kwake sisi pia tumeponywa. Hata kama una ugonjwa wako wa aina yake, Bwana anaweza kutenda kitu kwa ajili yake. Tupokee wote. Tunaweza sasa kugawa vikombe. Naweza kupeleka tuendelea. Nikifa tazidi kuimba sifa za wokovu. Ulimi japo nyama damu yako
jina lako, jina lako pweke, jina lako pweke. Kama kuna mtu hajapata kikombe inue mkono. Elisha, peleka hapo kwenye mikono hiyo. Lako pweke, inua mkono watu wakuone. Jina lako pweke, jina lako pweke. Mungu nitakusifia, jina lako pweke. Kama bado inua mkono tafadhali. Kama bado inua mkono. Wewe ulioko hapo pembeni unaweza kuchukua ukamchukulia mwenzio. Pasia kwa mwingine, pasia kwa mwingine, ili tujaribu kuwahi wakati. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, akaniokoa mpenzi, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, Yesu Mwokozi wangu, akaniokoa mpenzi. Haleluya, mwana wa Mungu, chini ya mti, chini ya mti msumbufu, iliomba utakatifu, alinikomboa kwa damu, mwana wa Mungu. Hebu tuishi hapo kwanza. Naye akisha kushu na vivi hivi, baada ya kula, akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Sasa unaweza kuchukua kikombe hicho ukanywa hiyo damu. Unaweza kumshukuru Mungu tu kwa imani, kwa kumwambia Baba, asante kwa kumtoa mwanao wa pekee. Si rahisi mtu kumtoa mtoto kwa ajili ya wenye dhambi, kwa ajili ya watu wanaofanya mabaya. Baba mwenye upendo wa pekee wa ajabu alikubali damu ya mwanae mwagike kwa ajili yetu sisi wenye dhambi. Hakika ni upendo ambao tafsiri yake si rahisi kuielewa katika lugha zote zile za duniani, ila ukiwa rohoni peke yake, hapo ndipo utajua kwa nini Baba wa mbinguni alimtoa mwanae wa pekee, akafa kwa ajili yetu. Ni upendo wa pekee ambao si rahisi kuelewa ukiwa mwilini. Baba, asante. Asante kwa tendo kuu hili, maana damu ya Yesu haikuanza kumwagika pale Calvary tu aliposulubishwa. Ilianza kumwagika wakati alikuwa akiomba kikombe kimwepuke. Jasho la damu lilitoka, maumivu ya nafsi yake yalizidi, mpaka mishipa capillaries zilipasuka.
jasho la damu likatoka, ni kwa ajili yangu mwenye dhambi. Baba, asante. Asante kwa upendo wa pekee. Oh, asante Mungu. Asante kwa damu ya Yesu Kristo. Asante kwa ondoleo la dhambi. Asante kwa uponyaji wako juu yetu. Ninakushukuru Mungu. Ninakushukuru mfalme wa rehema. Asante mtakatifu wa rehema. Jina lako libarikiwe. Jina lako lipewe sifa Mungu. Hakika wewe ni wa ajabu. Wewe ni wa pekee, huwezi kulinganishwa na mtu yeyote. Wewe ni wa ajabu. Waweza kuyatoa maisha yako kwa ajili ya mtu anayeonewa, mwenye haki. Lakini sisi tulikuwa hatuna haki, tulikuwa tunastahili adhabu ile, lakini ukatuokoa tu. Ni upendo wa ajabu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Ndugu zangu, vile vile tunaitwa katika wito mkuu. Kama vile Yesu alivyoutoa uhai wake kwa ajili yetu, na sisi pia tunaweza kutoa uhai wetu kwa ajili ya ndugu. Mungu atutie nguvu. Mungu atutie nguvu katika mwenendo wa maisha yetu. Tuyatoe maisha yetu kwa ajili ya wapendwa. Ijapokuwa sisi hatuwezi kuyatoa kwa kifo kama alivyofanya yeye, lakini tunaweza kuyatoa maisha yetu kama vile alivyosema, nilipokuwa na njaa mkaja kunihudumia. Kumbe unamhudumia ndugu, umetoa maisha yako kwa ndugu. Nilipokuwa mgonjwa mkaja kunitazama. Kumbe sio Yesu unamtazama ndugu, kumbe hapo unapokwenda kumtazama mgonjwa unamhudumia Yesu, unamhudumia yule ndugu. Tunatoa maisha yetu kwa ajili ya ndugu. Haleluya. Huo ndio wito. Mwili wake ukawa mkate, ukamegwa, watu wakala wengi, na maisha yako yakawe kuwa mkate. Watu wengi wabarikiwe kwa maisha yako na mwenendo wako. Mungu